Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na viongozi wa Ulaya wakutana baada ya droni za Urusi kuvamia anga lao. Waandamanaji warejea mitaani Madagascar licha ya kuvunjwa kwa serikali. Maandamano ya vijana Morocco yaingia siku ya 4 na kugeuka kuwa ghasia. Watu 38 wahofiwa kukwama katika jengo lililoporomoka. Watu 69 wafariki katika tetemeko kubwa la ardhi Ufilipino. Na rais wa zamani wa Kongo hahukumiwa kifo kwa uhalifu wa kivita. Naam. Na tumai ubweri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Cantona Joseph. Maseneta wa Marekani wameshindwa kupitisha mswada wa dakika za mwisho wa kuzuia kufungwa kwa shughuli za serikali ambao ungehakikisha kuendelea kwa ufadhili wake. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 2018, ingawa wafanyakazi muhimu wa serikali wataendelea na majukumu yao kama kawaida, lakini wale wanaonekana sio muhimu watalazimika kwenda likizo bila malipo. Huduma zitakazo athirika zaidi ni pamoja na mpango wa usaidizi wa chakula, shule za chekechea zinazofadhiliwa na serikali, utoaji wa mikopo ya wanafunzi, ukaguzi wa chakula na shughuli katika mbuga za kitaifa. Rais Trump ametishia kupunguza bajeti ikiwa kufungwa huko kutatokea, na ametupa lawama zake kwa wanachama wa Democrats. Kufungwa huku kutawaacha maelfu wafanyakazi kwenye likizo bila malipo na kusimamishwa kwa programu na huduma nyingi za serikali. Hili limewadia saa chache baada ya seneti inayodhibitiwa na Republican kushindwa kupitisha mswada kwa matumizi ya serikali. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila amehukumiwa kifo bila kuwepo mahakamani kwa uhalifu wa kivita na uhaini. Mashtaka hayo yanashutumu Kabila hakuunga mkono kundi la M23, kundi la waasi ambalo sababisha uharibifu katika eneo la mashariki mwa taifa hilo. Kabila alitiwa hatiani siku ya Ijumaa na mahakama ya kijeshi kwa uhaini, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji ya unyanyasaji na kingono, mateso na uasi. Alikana mashtaka lakini hakufika mahakamani kujitetea. Pia alikataa kesi hiyo na kusema mahakama inatumiwa kama chombo cha ukandamizaji. Kwa sasa hajulikani alipo. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 54 aliiongoza DRC Congo kwa miaka 18 baada ya kumrithi baba yake Laurent ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 2001. Kabila alikabidhi madaraka kwa Felix Tshisekedi mwaka wa 2019, lakini baadaye walitofautiana na akaenda uhamishoni mwaka 2023. Mwezi Aprili mwaka huu, rais huyo wa zamani alisema anataka kusaidia kutafuta suluhu la mgogoro katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, na aliwasili katika mji unaoshikiliwa na M23 wa Goma mwezi uliofuata. Rais Tshisekedi alimshutumu Kabila kuwa nyuma ya M23 na maseneta walimuondolea kinga yake ya kisheria, na hilo hakufungua njia ya kufunguliwa mashtaka. Mapema mwaka huu M23 ilitoa udhibiti wa maeneo makubwa ya mashariki yenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na Goma, jiji la Bukavu na viwanja viwili vya ndege. Umoja wa Mataifa na nchi kadhaa za magharibi zimeishitumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuunga mkono M23 na kutuma maelfu wanajeshi wake nchini DRC Congo, lakini Kigali imekanusha mashtaka hayo. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya waasi na serikali yalifanyika mwezi Julai, lakini mwagaji damu unaendelea. Takribani watu 60 wamefariki katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.9 katika kipimo cha Richter katikati mwa Ufilipino,
Wanasema maafisa wa usimamizi wa majanga mji wa Bogo na miji mingine iliyoathiriwa yametangaza hali ya maafa, huku wakitathmini uharibifu uliosababishwa na tetemeko hilo. Tetemeko hilo la ardhi lilitokea kwenye ufuo wa Cebu City siku ya Jumanne na kusababisha kukatika kwa umeme na kuharibu majengo. Taasisi ya Filipina ya Volcanology na Seismology haijatoa tahadhari ya kutokea kwa tsunami. Wakazi katika maeneo yaliyokuwa na tetemeko wamefahamisha wanahabari kuwa walilala nje mitaani jana usiku. Askofu mkuu wa Cebu amefahamisha waumini kukaa mbali na makanisa. Wito huu ni muhimu kwani Cebu ilikuwa mojawapo ya visiwa vya kwanza vya Ufilipino kutawaliwa na Uhispania katika miaka ya 1500 na kina makanisa mengi ya zamani. Mji wa Cebu iliyoko katika eneo la Visayas ina makazi karibu milioni 1. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Afrika leo mchana, ambapo ni taarifa ama ni habari za ulimwengu. Waokoaji huko Java Mashariki, Indonesia wanakimbizana na muda ili kuwapata watu 8 walioaminika kuwa wamenaswa kwenye vifusi vya jengo la shule ambalo lilianguka siku ya Jumatatu. Wanafunzi 3 wamefariki dunia na wengine 99 wamepelekwa hospitalini, baadhi yao wakiwa na majeraha mabaya, maafisa wanasema, na kuongeza kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Wengi wa wale ambao wamenaswa ni wavulana ambao walikuwa wamekusanyika kwa maombi wakati jengo hilo lipoanguka. Jengo hilo la ghorofa 2 lilikuwa na msingi usio imara na alikuweza kuhimili uzito wa ujenzi wa ziada wa ghorofa 2 zaidi, maafisa wamesema. Waokoaji wanajaribu kuwafikia manusura walionaswa chini ya kifusi ambao baadhi yao bado wanaitikia, wakati familia zinasubiri kwa wasiwasi habari za wapendo wao. Maafisa wamesema kuna maeneo ambayo bado wanawasiliana na manusura na wamewapa oksijeni, chakula na maji. Operesheni ya uokoaji ilisitishwa kwa muda Jumanne baada ya mamlaka kuonya juu ya jengo hilo kuanguka zaidi. Wanafunzi walikuwa wamekusanyika kwa maombi katika shule ya bweni ya Kiislamu ya El Khonzin katika mji wa Java Mashariki mwa Sidoarjo wakati jengo hilo lilipoporomoka. Mamlaka inasema shule hiyo haikuwa na vibali vya kupanua jengo lake. Maandamano yanayoongozwa na vijana kudai elimu bora na huduma za afya nchini Morocco yameongezeka na kuwa makabiliano makali na vikosi vya usalama Jumanne jioni, ikiwa ni siku ya 4 mfululizo wa maandamano katika miji kadhaa. Maandamano hayo yaliyopangwa mtandaoni na kikundi cha vijana kinachojiita Gen Z 212 kwa kutumia majukwaa ikiwa ni pamoja na TikTok, Instagram na programu ya michezo ya kubahatisha ya Discord katika miji ya kusini mwa Ziznit, Zengane na El Taamira, pamoja na mji wa mashariki mwa Oujda na Temara karibu na mji mkuu wa Rabata. Mamia ya waandamanaji vijana walirusha mawe kwa vikosi vya usalama vilivyojaribu kuwatawanya katika eneo ya mikusanyiko, kulingana na ripoti ya vyombo vya habari vya ndani ya kaunti za mashahidi. Kwingineko, vikosi vya usalama vimefyatua vitoa machozi na kuwatawanya mamia ya waandamanaji vijana katika mji mkuu wa Madagascar ambao waliingia tena mitaani siku ya Jumanne licha ya uamuzi wa rais wa kuitikia matakwa yao ya kuivunja serikali. Rais Andry Rajoelina
alikwenda kwenye runinga na serikali mwishoni mwa Jumatatu na kusema anataka kufanya mazungumzo na vijana wanaoshinikiza kupata maji na kukomesha kukatwa kwa umeme na kuahidi hatua ya kusaidia biashara zinazoathiriwa na uporaji. Wengine walikwenda mbali zaidi wakipeperusha mabango yenye ujumbe kama vile tunahitaji maji, tunahitaji umeme, Rajoelina aondoke. Maandamano hayo ambao yana waandamanaji vijana waliandamana katika mji wa Renoir-Rivo, mji mdogo ulio kilomita 20 maili 12 magharibi mwa taifa hilo, ambapo kwa mujibu wa ripoti ya Reuters, mikutano ya hadhara imeripotia huko Mahajanga, kilomita 510 maili 315 kaskazini magharibi mwa Antananarivo, na huko Diego Suarez, kilomita 950 kaskazini mwa mji mkuu 24. Umoja wa Mataifa unasema watu wasiopungua 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika maandamano yaliyoanza wiki iliyopita na sasa yako katikati siku ya 4. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Moja kwa moja tunaelekea katika anga, na sasa hivi tunajiunga naye Idi Sisanga, ambapo mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imemhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila. Idi Sisanga. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa kushirikiana na Rwanda na waasi wa M23 na kudai kwamba pia Kabila alikuwa mmoja wa wasuka mikakati wa mashambulizi ya kundi hilo. Katika hukumu iliyosomwa mjini Kinshasa, Jaji Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai alisema Kabila amepatikana na makosa ya mauaji, ubakaji, mateso na uasi, na kwamba kifungu cha adhabu ya juu zaidi lazima kitumike. Kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria ya kijeshi, mahakama hii inamhukumu Joseph Kabila adhabu ya kifo kwa makosa ya mauaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya ubakaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya mateso na adhabu ya kifo kwa kosa la usaliti, pamoja na kuandaa vuguvugu la uasi. Zaidi ya adhabu ya kifo, mahakama pia imeamuru Kabila kulipa fidia takriban dola bilioni 50 kwa serikali na waathirika wa machafuko mashariki mwa Kongo. Kesi hii imezusha mjadala mkali, huku chama cha Kabila cha PPRD kikilaani mashtaka haya kama ya kisiasa na mkakati wa kumuondoa mpinzani mkubwa wa Tshisekedi. Mashirika ya haki za binadamu pia yameonya kuwa hukumu hiyo inaweza kuongeza mgawanyiko katika taifa hilo kubwa lenye utajiri wa madini ambalo limekumbwa na vita na ukosefu wa utulivu kwa zaidi ya miongo mitatu. Wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia wameelezea kukasirishwa na hukumu dhidi ya kiongozi huyo. Mkazi wa Bukavu Denis Bashige alikuwa na haya kusema. Le Congo n'a qu'un seul ancien président. Kongo ina rais mstaafu mmoja tu, anaitwa Joseph Kabila. Unawezaje kufikiria kwamba badala ya kutumia uzoefu wake tofauti, kwanza kama askari wa zamani, rais wa zamani aliyeshuhudia vipindi vyote vya vita na kufanikisha kuleta amani, leo hii anahukumiwa? Badala ya kumchukulia kama mshauri wa kwanza, tunamhukumu katika nyakati kama hizi. Ninaamini hili ni upotevu. Je crois que c'est une gâchis. Kwa sasa haijulikani wazi ni wapi alipo Joseph Kabila, lakini hukumu hii inabaki kuwa hatua kubwa zaidi ya kisheria dhidi ya rais wa zamani na huenda ikaathiri mustakabali wa siasa za DRC kwa muda mrefu. Asante sana Idi Sisanga kwa taarifa hiyo. Tazidi kufuatilia ili tuweze kuona ni lipi linajitokeza katika eneo hilo. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imetoa maelekezo kuhusu namna mchakato wa upigaji kura na utoaji wa matokeo utakavyofanyika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwezi huu mwaka huu. Salma Said na taarifa hiyo. Ya kupiga kura Oktoba 29. Hata hivyo, ZEC imeeleza kuwa kura mapema itafanyika Oktoba 28 kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na maafisa wa tume ya uchaguzi pekee. Katika taarifa yake, ZEC imetoa takwimu kamili za wapiga kura. Mwenyekiti wa tume, Jaji George Joseph Kazi, amesema jumla ya wapiga kura 8,325 wamefutwa kwenye daftari la kudumu kwa kukosa sifa, na hivyo wapiga kura halali kwa mwaka huu ni zaidi ya 700,000. Jumla ya wapiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 watakuwa ni 717,000
557. Aidha, vituo vya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 ni vituo 407 na vituo vidogo vya kupiga kura yani polling station vitakuwa 1752. Aidha, ZEC imetangaza utaratibu wa kura ya mapema ikiwemo namna wasimamizi na askari watakavyopiga kura pamoja na mpangilio wa kutangaza matokeo. Hapa ni mkurugenzi wa uchaguzi Thabit Idarus Faina. Ambao wapiga kura hawa ndani yake kuna wapiga kura watakaopata fursa ya kuomba kupiga kura ya mapema. Hata hivyo, hofu imeibuliwa na baadhi ya wadau na waangalizi wa uchaguzi baada ya kikao hicho cha ZEC kuripotiwa kutowashirikisha kikamilifu wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama vya serikali ya Zanzibar ambavyo vinatuhumiwa kuweka vikwazo kwa waangalizi ikiwemo kukataa utambulisho wao. Kwa mujibu wa malalamiko hayo, chaguzi zilizopita, baadhi ya vitambulisho vya waangalizi vilidaiwa kutotambuliwa, hali inayoweza kuathiri ushiriki wao katika kufuatilia mwenendo wa upigaji kura. Hawa hapa baadhi ya wadau. Sasa mimi nikawauliza watu wa vikosi vya SMZ, je, mnavijua vitambulisho vilivyokuwa sahihi na sio sahihi? Nilitegemea leo hapa na wao wangekuwepo. Nililiona kwa macho yangu katika kituo cha Mlimani pale Makemwe, ambapo na mimi mwenyewe nilikuwa pia ni mgombea. Chonde, sina zaidi ila nasisitiza amani, umoja, utulivu. Kwa sasa ZEC inasisitiza kuwa maandalizi yote muhimu ya uchaguzi yamekamilika na wananchi wanahimizwa kufuata taratibu ili kutumia haki yao ya kidemokrasia kwa utulivu chini ya kauli mbiu kura yako, amani, wajibu wako. Salma Said, DW, Zanzibar. Kutokea kule Zanzibar, asante sana Salma Said kwa taarifa hiyo ya inayofungamana na uchaguzi ambao ni Oktoba hii, ambapo Tanzania inaelekea katika uchaguzi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuidhinisha kikosi cha kimataifa kwa ajili ya kupambana na magenge ya uhalifu nchini Haiti. Kikosi kipya kitakacho hakuwa na askari wapatao 5,500 kinatarajiwa kuchukua nafasi ya kikosi cha usalama cha kimataifa MSS kilichopo sasa. Angela Mdungu na taarifa hiyo. Sasa chenye maafisa 1,000 wa polisi pekee, wengi wao kutoka Kenya. Mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amesema azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonyesha kuwa jumuiya ya kimataifa sasa inagawana mzigo kukabiliana na hali mbaya ya usalama inayoikabili Haiti. Kupitishwa kwa azimio hili kunatoa matumaini kwa Haiti. Ni matumaini ambayo yamekuwa yakipotea kwa kasi wakati magenge ya magaidi yakijitanua kufanya ubakaji, kupora na kuwatisha watu wa Haiti. Kwa upande wake, mwakilishi wa Ufaransa kwa Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont amesema juhudi hizi zilizochukuliwa na jumuiya ya kimataifa hazina budi kuambatana na dhamira mpya katika kusaidia mchakato wa mabadiliko ya kisiasa. Kurejesha taasisi za kidemokrasia na utawala wa sheria ni hatua muhimu katika kukomesha mzozo mpana unaolikabili taifa la Haiti. Nguvu iliyoongezwa ya kikosi hicho imeambatana na kuundwa kwa ofisi ya kukisaidia ndani ya Umoja wa Mataifa, pendekezo lililotolewa miezi kadhaa iliyopita na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Ofisi hiyo itatoa msaada wa kifedha na vifaa unaohitajika. Wiki iliyopita, Rais wa Kenya William Ruto alisema usalama wa Haiti unaweza kurejeshwa kama kukiwa na rasilimali zinazohitajika, vifaa vya kutosha na idadi sahihi ya wafanyakazi katika kikosi maalumu cha kukabiliana na magenge ya uhalifu nchini humo. Nchi hiyo masikini zaidi Amerika imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa utulivu wa kisiasa kwa miongo kadhaa. Katika mwaka mmoja uliopita, imekumbwa na ongezeko la vurugu za magenge ya uhalifu, hasa mara baada ya shambulio lililochochea kujiuzulu kwa aliyekuwa waziri mkuu Ariel Henry. Nafasi yake ilichukuliwa na baraza dhaifu la mpito lililopewa jukumu la kuandaa uchaguzi ifikapo Februari 26 mwaka ujao. Uchaguzi wa mwisho nchini humo ulifanyika mwaka 2016. Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo, ambapo
nazidi kufuatilia. Maandamano makubwa yanaendelea kushuhudiwa katika mji mkuu wa Madagascar, Antananarivo, siku ya Jumanne, licha ya Rais Andry Rajoelina kuifukuza serikali yake yote kwa lengo la kutuliza hasira za wananchi. Polisi walijibu maandamano hayo kwa kutumia mabomu ya machozi, risasi na mpira na maguruneti ya kupoteza fahamu, huku mamia ya waandamanaji wakiendelea kupaza sauti zao za kupinga utawala wa sasa. Lobege Emmanuel na taarifa hiyo. Na sasa limeenea kwa kasi, likijumuisha si tu wasomi bali pia wakazi kutoka vitongoji vya kawaida. Waandamanaji walikusanyika kwa maelfu wakipeperusha bendera zenye alama ya fuvu la maharamia kutoka katuni ya Kijapani ya One Piece ambayo imekuwa nembo ya vuguvugu la vijana. Polisi wakiwa na magari yenye silaha walijaribu kuwatawanya, lakini maandamano yaliendelea kuongezeka hadi usiku. Rais Rajoelina mwenye umri wa miaka 51 alitangaza kuwafukuza mawaziri wake wote Jumatatu, akiwataka wananchi waamini kwamba mabadiliko mapya yataleta suluhu. Hata hivyo, hatua hiyo imechukuliwa na waandamanaji kama hadaa ndogo isiyo na tija katika mazingira ambapo taifa limezongwa na umaskini, ufisadi na ukosefu wa huduma za kijamii. Msemaji wa Gen Z, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Ankatso ambaye hakutaja jina lake, alisema, kwa upande wetu sisi vijana wa kizazi cha Gen Z wa chuo kikuu cha Ankatso, majibu ya Rais Rajoelina hayakubaliki. Hivyo basi, kuifukuza serikali pekee hakutoshi kwetu. Tunataka rais ajiuzulu na pia bunge la kitaifa livunjwe na kusafishwa, kwa sababu nalo linatoka katika chama kimoja na rais. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa tangu maandamano yaanze wiki iliyopita, idadi ambayo serikali ya Madagascar imeikanusha ikidai ni tetesi zisizo na uthibitisho. Hata hivyo, mashuhuda na video kutoka mitaani zinaonyesha polisi wakitumia risasi za moto hai, inayoibua maswali makubwa kuhusu matumizi ya nguvu. Waandamanaji wanadai kwamba matatizo ya nchi yamefikia kiwango cha hatari kutokana na mfumo wa kisiasa uliojaa ufisadi. Hata sekta ya elimu imezorota sana, huku walimu wakikosa kulipwa kwa miaka kadhaa na hivyo kusababisha mkwamo wa masomo katika vyuo vikuu. Mwandamanaji mwingine wa kike alisema, walimu wetu hawajalipwa tangu mwaka 2019. Kwa hiyo wengi wao wameacha kuja kutufundisha chuoni. Matokeo yake hatujakuwa na masomo kwa muda sasa, hasa mimi nikiwa katika mwaka wa pili wa shahada ya uzamili. Hivi sasa inakaribia kuwa sina masomo kabisa, ingawa nilipaswa kumaliza shahada yangu ya uzamili mwaka 2024. Maandamano yanaendelea kusambaa katika miji mingine ya nchi hiyo yenye wakazi milioni 32, huku muungano wa wafanyakazi wa shirika la kitaifa la maji na umeme ukitangaza mgomo wa kitaifa. Wachambuzi wanasema kwamba hatua hii inaweza kuzidisha shinikizo dhidi ya Rais Rajoelina, huku waandamanaji wakisisitiza hawatatoka barabarani hadi pale rais atakapong'atuka madarakani. Haya, Lubege Emmanuel hapo na taarifa hiyo kwa kina. Shughuli za serikali ya Marekani zimesimama rasmi baada ya wabunge kushindwa kukubaliana kuhusu mpango wa matumizi ya serikali. Kutokana na hatua hiyo, je, utawala Rais Donald Trump unaweza kuitumia hali hiyo kama kisingizio cha kuwafutia ajira wafanyakazi wengi zaidi? Aziz Zainab na taarifa hiyo kwa kina. Wafanyakazi wa serikali itasimamishwa. Hali hiyo imejitokeza baada ya wabunge wa chama cha Republican na wale wa chama cha Democrats kushindwa kufikia makubaliano juu ya mswada wa matumizi ya serikali. Wabunge wa chama cha Democratic hapo jana Jumanne jioni walilikwamisha azimio lililopendekezwa na wenzao wa chama cha Republicans lililolenga kuipa serikali muda wa kuendelea na shughuli zake. Hatua hiyo haikupata uungwaji mkono wa kutosha na hivyo kukosa kufikia kura 60 zilizohitajika ili kupitishwa. Sababu kuu iliyosababisha hali hiyo ya mkwamo wa bajeti ni juu ya fedha za matumizi kwa ajili ya huduma za afya, ikiwa ni pamoja na kuendeleza ufadhili ambao ulipitishwa kisheria wa huduma ya afya ya bei nafuu maarufu kama Obamacare. Huyu hapa ni Senator Chuck Schumer, kiongozi wa wachache bungeni wa chama cha Democratic. I'm concerned about Americans' healthcare. That's what we Democrats are concerned. Nina wasiwasi kuhusu afya ya Wamarekani.
Hilo ndilo tunalojali zaidi sisi wa Demokrat. Watu wana matatizo sana na hali itakuwa mbaya zaidi kwa ongezeko la 114%. Hatua tuliochukua tunahisi ni sahihi na kwamba tunawakilisha wapiga kura wetu kwa njia bora inayowezekana. And we feel we're representing our constituents in the best way possible. Rais Donald Trump kwa upande wake ametishia kutumia matokeo hayo ya kusimama kwa shughuli za serikali yake kuwaachisha kazi kwa wingi wafanyakazi wa serikali. Sarafu ya Marekani dola imeporomoka na kwenda chini dhidi ya sarafu zingine hii leo Jumatano kutokana na hatua hiyo ya serikali ya Marekani kuingia kwenye mkwamo. Hii ni mara ya kwanza ya kufungwa kwa shughuli za serikali ya Marekani katika muda wa takriban miaka 7. Mara ya mwisho ilikuwa mwishoni mwa mwaka 2018 hadi mapema mwaka 2019 katika muhula wa kwanza wa Donald Trump, pale alipotaka ziidhinishwe zaidi ya dola bilioni 5.7 kwa ajili ya kujenga ukuta ili kuwazuia wahamiaji kuingia Marekani. Asante sana Zainab Aziz kwa taarifa hiyo. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama kituo hiko kufikia malengo yetu ya uratibu kituo kipi Radio 14 Africa. Tunahitaji kununua transmitter na station transmitter link itakayoweza kupanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kutuma pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Basi wakati huu ni wakati mwafaka na kurejesha kwake Najid Omar vile vile na Tatu Karema kwa yanayojiri kwenye majukwaa ya mawasiliano. Tatu, iwapo basi unanipata. Muhanga ameamua kujiua. Ofisi yake inasema kuna ujumbe huo umefanana na maneno yaliyoandikwa katika barua, jambo ambalo limezusha mjadala. Barua sasa ameacha nani? Ameacha huyo alikuwa balozi. Aha. Ndio, ambaye alikutikana katika chumba hicho. Na sasa watu wanasemaje? Bila shaka mengi anazungumzwa. Hakika, kwa mfano Aaron Jr. anasema watu wanatembea na mioyo yao imebeba vitu vizito sana. Hata hivyo ni vyema mtu akamwamini mtu akamshirikisha masahibu yake, yeye akiamini kwamba pengine kifo hicho kimesababishwa na msongo wa mawazo. Mohamed Mayunga anasema hiyo barua ina uthibitisho wa vidole, maana yake fingerprint, isije ikawa ni michezo ya kidalipo ya watu wasiojulikana wamefanya yao tayari. Samuel Tere anasema unaweza ukawa na pesa na bado usifurahie maisha. Nadhani hicho ndio kitu ambacho kimetokea. Kwengineko ni huko nchini Madagascar ambapo tumesikia taarifa ya Emmanuel Lubega juu ya waandamanaji kurejea tena mitaani leo huko mjini Antananarivo. Haya. Wakipinga hali ya rais huyo kuvunja serikali, lakini bado wakiona hakuna maendeleo baada ya serikali hiyo kuvunjwa, kwa sababu hakuna kauli ya kwamba maji, umeme na kupanda kwa gharama za maisha kuna tamko lolote. Sasa maoni katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram ambao tumechapisha habari hii, anaitwa Pawa Kalunga anasema pole ni kwanza kwa Madagascar kupitia wakati mgumu, na endeleeni kupigania taifa lenu, manake mnahitaji nchi yenye uhuru. Jean Claudia anasema kutoka Bunia za maandamano yanashuhudiwa kwenye mataifa mengi ulimwenguni. Ni hakika kero za wananchi zimekuwa kubwa, kwa hivyo marais na viongozi waendelee kutatua kero hizo ili amani na ushikamano uwepo. Aaron Julius anasema ni vyema wakae meza moja kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili. Haya ni matokeo ya viongozi kuanza kupoteza ushawishi kwa wananchi. Ni mengi sana, lakini naomba niishie hapo kwa sasa. Maandamano ni vijana wale majenzisi. Gen Z imekuwa na moto sana. Napenda sana comment za wenzetu Gen Z kutoka Kenya, wanasema wameionyesha dunia mfano. Mambo ni mengi. Shukrani sana. Hivi sasa hebu tumulikie waliotumia wafuatiliaji wetu, na katika ukurasa wa YouTube namuona Alois Samba wa Sike Arusha anasema ni ishara nia njema ya Ujerumani kwa tayari kusaidia utekelezaji wa mapendekezo la mpango wa amani wa Gaza, lakini changamoto za kisiasa na usalama zinahitaji muda kabla utekelezaji wa mpango huu. Deusdedith Amalia Kiwamoshi anasema uamuzi huo wa mahakama ya Kongo kumhukumu rais wa zamani kifo unaleta sintofahamu. Sijui unamwona nani? Namuona Mwanakuhenga Music anasema polisi wa Madagascar hakikisheni mnawatuliza hao waandamanaji. Lakini Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania anasema anatoa wito kwa viongozi wa serikali ya Madagascar, sikilizeni raia wenu na muepuke hayo maandamano.
Na Renatus Kalokola yeye anasema hukumu ya kifo sio sahihi kwa Kabila. Koka Joseph Wasirari Sanganga Tanzania anasema mimi binafsi naunga mkono mahakama kijeshi ya Kongo kumhukumu Rais Joseph Kabila hukumu ya kifo, maana viongozi wa Afrika walishajifanya miungu watu. Esaya Sambo anasema mabadiliko kupitia maandamano yanaonyesha wazi ni matokeo ya kukosekana kwa njia mbadala na za wazi. Waandamanaji wafikisha changamoto zao kwa mamlaka husika. Nadhani hiyo ndio njia sahihi. Miraji Sulemani wa Arusha anasema DW Kiswahili na wapata mubashara. Asante. Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi anasema ni wape pole familia na serikali ya Afrika Kusini kwa kifo cha balozi wao huko nchini Ufaransa. Father Sava Joseph yuko Kibirizi Parish Kagera anasema hakika DW mnavuma kwa kishindo, hilo halina pingamizi. Golgotha Magabe mkono wa GGM Unit Geita anasema hukumu iliyotolewa kwa Joseph Kabila hizo ni mbinu tu za kisiasa. Upande wa Facebook na Mwana Abdul Karim akiwa maeneo ya Mtwara anasema Trump ni mfanyabiashara sio mwanasiasa. Kwenye siasa amedumbukia tu kwa faida yake, mambo anosimamia saa nyingine yanashangaza sana. Ngalama Luta wa Isolo Magu anasema na wapa pole sana raia wa Gaza kwa magumu anayopitia. Lavin Karista Ndege wa Kilema Pofu Kilimanjaro Tanzania anasema hongera DW kwa kuvuma mpaka huku kijijini Kilema Pato. Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Kim Jo wa Mbeya anasema Trump ana maamuzi ya kipekee, ni vyema asisikilizane na viongozi wenziwe. Fezi Felix akiwa maeneo ya Mbeya anasema kila laheri Tanzania katika uchaguzi, kikubwa uzima tu, mambo mengine tumwachie Mola. Pawa Kalunga wa Kalunga akiwa Moba Kirungu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema hatua njema kwa tume ya uchaguzi Zanzibar. Na Mugishagwe huyu Laura anasema nipo vijijini huko Bukoba, naipongeza tume ya uchaguzi Zanzibar kwa kutoa maelekezo mazuri ya kupiga kura. Kumalizia namuona nani namuona Majimoto Malole wa Kibara Bunda Tanzania anasema kila laheri wa Tanzania wote utakuwa shiriki kwenye uchaguzi ifikapo Oktoba 29. Kukumbusha fuatiliaji wetu tunapatikana wapi na wapi? Tunapatikana katika mitandao ya kijamii yani DW Kiswahili Facebook, DW Kiswahili kwenye TikTok, YouTube pia kana kwa DW Kiswahili. Shukran sana mfuatiliaji wetu, muda usiokuwa mrefu tutarudi na mjadala wa siku na ni hukumu dhidi ya Joseph Kabila. Asante sana Tatu Karema. Wakati huo basi ananipatia fursa nzuri sana ya kuweza kukuelekeza vizuri kuelekea kwenye Kiziba Mkonga. Na kabla ya pale kwamba viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekusanyika jijini Copenhagen Jumatano ili kuimarisha ulinzi wa Ulaya baada ya msururu wa uvamizi wa Urusi katika anga ya Umoja wa Ulaya. Ni siku chache baada ya ndege zisizo rubani kuvuruga usafiri katika viwanja vya ndege vya Denmark. Uvamizi wa droni ya Urusi umeongezeka kwa nchi zilizo upande wa mashariki mwa Umoja wa Ulaya kama vile Poland na Estonia. Nchi 10 wanachama tayari imeunga mkono mipango ya kuzifuatilia na kuziharibu ndege zisizo rubani za Urusi. Denmark imeimarisha usalama kabla ya mkutano huo, ikipiga marufuku safari zote za ndege zisizo rubani hadi Ijumaa na kuweka vizuizi vikali barabarani huko Copenhagen. Moja kwa moja tupokee Kiziba Mkonga. Kiziba Mkonga cha sasa. Imani haivunji ndoa, imani inatakiwa kujenga ndoa. Ukiona uko extreme kwenye imani hadi kusababisha mahusiano au ndoa kuyumba, basi tia shaka na hiyo imani, kwa sababu ni njia panda ngumu sana pale ambapo unajipata katika hali hiyo. Imani haivunji ndoa, imani inatakiwa kujenga ndoa. Ukiona uko extreme kwenye imani hadi unasababisha mahusiano au ndoa kuyumba, basi tia shaka na hiyo imani. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa. Moja kwa moja na kurejesha kwake Tatu Karema.